Na Gift Chon ambaye ni mchambuzi nguli wa soka hapa Tanzania. Tunajaribu kuangazia mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane kiufundi zaidi. Nini hasa ambacho Simba anatakiwa akizingatie zaidi katika mchezo huo ambao anaenda kucheza dhidi ya RS Berkane. Pengine unadhani RS Berkane, Simba atumie mbinu gani hasa kuelekea mchezo huo dhidi ya RS Berkane? Kwenye mchezo wa kwanza it's very obvious kabisa kitu ambacho Simba inabidi akifanye ni kuhakikisha kwamba haruhusu nyavu zake kutikiswa au kupunguza idadi ya mabao. Kwenye michezo 6 RS Berkane ameshinda yote kwenye kiwanja chake cha nyumbani. Amekuwa bora sana kwenye anapocheza kwenye kiwanja cha nyumbani na anashinda kwa idadi nzuri ya mabao. Amecheza dhidi ya hao ambao wamekutana na Simba, kwa maana ya kwamba amecheza dhidi ya CS Constantine, ameweza kushinda pale mabao 4 kwenye mchezo wa kwanza. Mchezo wa pili ndo Constantine alijaribu kufurukuta na kushinda kwa bao 1-0, lakini haikutosha, na hiyo ilikuwa ni nusu finali na kumpelekea moja kwa moja kwenda finali RS Berkane. Lakini kwenye hatua ya makundi aliweza kucheza na Stellenbosch, alimfunga jumla ya mabao 8, kwa maana ya kwamba mchezo wa away alishinda kwa mabao 3-1, lakini mchezo wa nyumbani aliweza kushinda mabao 5-0. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba anapokuwa kwenye dimba la nyumbani anapata ushindi mzuri wa mabao, na unapokuja kumzungumzia Simba anapocheza away amekuwa akiconcede mabao, na kwa mara ya kwanza imagine kwenye muda mrefu Simba alipata ushindi wake wa kwanza away dhidi ya CS Faction, lakini mara nyingi amekuwa akifungwa anapocheza away. Kwa hiyo Simba si mzuri anapocheza kwenye ugenini, lakini msimu huu kidogo kuna hali ya tofauti ambayo ameonyesha, kushinda dhidi ya CS Faction, kupata sare dhidi ya Bravos, then akapoteza tu dhidi ya CS Constantine mabao 2-1. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Simba pia amekuwa bora, lakini swala la kuconcede huweze ukaliondoa, kwa sababu hata ukimtazama kwenye mechi za hivi karibuni kwenye ligi, hata kama unaweza ukasema ligi inacheza tofauti, lakini ni Simba hiyo ni wachezaji wao, na Simba hawakuhitaji kuconcede, lakini almost michezo yote 4 aliyoicheza hii ya hivi karibuni ameconcede, isipokuwa mchezo dhidi ya JKT Tanzania ambapo ndo aliweza kuondoka na clean sheet. Hiyo inakupa taswira kwamba anapokwenda kwenye mchezo wa kwanza inabidi awe makini sana kwenye eneo lake la ulinzi, lakini eneo la ulinzi linaanzia kwenye kushambulia. Ana wachezaji wawili ambao mimi naamini ni hatari, ni machachari kweli kweli, kwa maana ya kwamba Elie Mpanzu pamoja na Kibu Dennis Prosper. Mwalimu lazima watumie wachezaji kiufundi, yani wale wachezaji watakapokuwa kwa sababu Mpanzu anaweza kudrive na amedrive kwenye mechi zote, iwe mechi ngumu iwe mechi nyepesi. Kwa hiyo anapodrive, anapopiga, anawapa alert Berkane kwamba msije. It means Berkane ile nguvu ya kuja itapungua, watacheza zaidi kwenye eneo lao. Kwa hiyo mwalimu anaweza akatumia wachezaji wawili ambao watakuwa wana force mashambulizi, then wengine akatumia wachezaji ambao wako defensive, yani moja kwa moja unaanza na back 3, Chamo ndani, na Abdrazaki Hamza ndani, alafu pia na Chefendo Malone ndani. Umeona ukianza na back 3 then kama kawaida Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe, tayari wachezaji hao watano wote ni defensive minded. Then una mchezaji kama Okejefa pamoja na mwenzake Kagoma, alafu unamuongeza hapo na nani na Fabrice Luamba Ngoma. Tayari Fabrice atakuwa anasaidia kwenye upigaji pasi, lakini una defensive players, then tayari una Kibu na Mpanzu. Kazi ya Kibu na Mpanzu ni kuwapa kashikashi kule eneo la juu, na kumbuka Kibu anaweza kupigia mbali, Mpanzu anaweza kupigia mbali, au wakicheza dakika 70 wakawa wanatifua wasiwape uhuru wa kutembea, na ikitokea wametembea wamesogea juu, tayari wanakutana na eneo la kiungo gumu, eneo la ulinzi gumu. Pia una mchezaji kama Kapombe pamoja na Mohamed Hussein wanaweza kuoverlap na kuongeza idadi ya washambuliaji. Kwangu mimi naona kabisa mwalimu akija na style hiyo ya play ana uwezo wa kupunguza idadi ya mabao. Kumbuka, kupunguza idadi ya mabao away, yani Simba kupunguza idadi ya mabao away, anakwenda kutengeneza nafasi nzuri sasa yanapokuja nyumbani kuja kumaliza na kunyanyua makwapa hapa Simba kuwa bingwa. Kwa hiyo nadhani akitumia style hiyo kwa upande wangu mimi anaweza akafanya vizuri. Kwa yule ambaye hafahamu chochote kuhusiana na timu ya RS Berkane, pengine hii timu ina sifa gani ikiwa nyumbani? Hii sifa ikiwa nyumbani ina sifa ya kushambulia zaidi. RS Berkane wanacheza strategic football, kwa maana ya kwamba hawachezi mpira wa kuvutia. Yani usitegemee pasi 2 3 4 5 kutoka kwa Berkane mpaka 8. Pasi 1 2 ya 3 tayari mtu ameshafika langoni kwako. Sasa unapokuwa na timu ya aina hiyo, it means wewe kufikiwa ni muda wowote, kwa sababu hii timu haichezi na mpira. Sasa kucheza na aina hii ya timu, wewe inabidi ukae na mpira ili uacheze ile safabweke kidogo, yani wasiwe na uhuru wa kucheza, kwa sababu wao wakipata mpira
mpira wamefika juu. Na kuelekea mchezo huu dhidi ya Simba, mchezo wao uliopita, kuna baadhi ya wachezaji ambao waliweza kuwapumzisha. Kumbuka Berkane tayari Morocco ameshatangaza ubingwa, tayari ni bingwa. Kwa hiyo yeye hana mambo mengi ya kupoteza. Kwa hiyo kwenye mchezo wa kupita alishinda, na bado kuna wachezaji ambao waliwapumzisha. Mchezaji kama Lamloui ambaye anacheza kwenye eneo la juu, ambaye ndio top scorer wa Berkane kwenye mashindano yote, hakuweza kucheza kwenye mchezo uliopita. Inakupa taswira kwamba mwalimu anamtunza kwa ajili ya mchezo ujao, na ni mchezaji ambaye anakaa na stick tu juu, anasubiri watu wanapiga mpira wa kwanza, mpira wa pili umeshamfikia, ana rotate, anaweza kupigia mbali na anaweza pia kaingia ndani ya box. Kwa hiyo Berkane ni timu hatari, too quick, too strategic, hawana sisi tupige pasi, sisi tupendezeshe, no. Na kazi yao kubwa wakiwa kwenye kiwanja cha nyumbani ni kupata idadi nzuri ya mabao. What they think, wanachokifikiria ni kwenda kushambulia tu. Ndio maana nikawazungumzia Mpanzu pamoja na Kibu, wana role kubwa sana kwenye mchezo wa Simba huu wa kwanza, kwa sababu ndio hiyo, yani kuhakikisha kwamba hawawi uhuru kuja kushambulia, yani kuhakikisha kwamba Berkane hawawi uhuru kuja kushambulia, kwa sababu ukiwapa uhuru wa kuja kushambulia watarelax, watakuja. Berkane akija mara 4 mara 5 mara 6 hawezi akakosa kuangamiza kwa idadi kubwa ambayo anafunga ya mabao. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikasema ni hatari, na watu wakifahamu kutoka kwa Berkane, wanapokuwa kwenye kiwanja cha nyumbani wanatafuta idadi nzuri ya mabao, wanashambulia muda wote, wanashambulia, wakipata mpira ukae kwenye eneo lao, wanafika eneo la mwisho, wanatengeneza nafasi na kufunga. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima Simba waende na mkakati mzuri kuweza kuwazuia, ili watakapokuja nyumbani kazi iwe ngumu, kwa sababu Berkane ukiruhusu akufunge Tatubira, atakapokuja hapa na bahati mbaya unacheza Amani Complex, shughuli inakwenda kuwa nzito. Pengine tuseme inatosha kwa maandalizi ambayo Simba amejiandaa kuelekea kwenye mchezo huu. Yes, mimi kimaandalizi kwa kweli Simba amejiandaa vizuri. Yani kimaandalizi Simba amejiandaa vizuri. Kwa nini nasema Simba amejiandaa vizuri? Kwanza kabisa Simba baada ya mchezo dhidi ya Stellenbosch amekuja hapa, amekuwa na michezo 4. Kwenye ile michezo 4 ina maana wachezaji kwanza hawakurelax, wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza. Hapa sifa zangu zote ziende kwa kocha mkuu wa Simba kwa kitu ambacho amekuwa kikifanya. Amekuwa ni bora sana Fadu Davids kwenye namna ambavyo amekuwa akitumia timu yake. Kwa sababu gani? Mechi dhidi ya Mashujaa Mpanzu alianzia bench. Mechi iliyofuata unamwona Mpanzu anacheza. Mechi nyingine Mpanzu kapumzika. Jinchaza huwa kuna mechi kapumzika, kuna mechi kaanza. Ina maana mwalimu kuna namna ambavyo aliweza kuorganize wachezaji wake, kwa maana ya kwamba kwanza upate muda wa kupumzika, namba 2 uwe na fitness. Lakini pia Simba alipata wigo mwingine wa wachezaji. Mfano mzuri ni Joshua Mutale Budo. Joshua Mutale alikuwa kwenye mipango ya mwalimu. Mwalimu mpaka kwenye mechi za kimataifa alikuwa anakwenda mpaka dakika ya 80. Simba hawajafanya mabadiliko. Sasa timu inakuwa exhausted kucheza na ile ya wachezaji dakika 80 zote. Lakini sasa Joshua Mutale kwa kile alichokionyesha, wallahi unaweza ukawa huru kabisa kusema Jinchaza huwa dakika ya 67, dakika ya 68, pumzika na ingiza nguvu mpya Joshua Mutale kwa kile ambacho amekionyesha. Tazama Kagoma amekuwa akioverplay match after match. Okay, Jeff, kuna kitu amekionyesha kwenye hizi mechi 4. Kwa hiyo kuna maandalizi Simba wameyapata, kuna kitu ambacho mwalimu amekiona. Okay, unaweza useme labda Kagoma apumziki, lakini mwalimu amepata ile nafasi ya kuwa na defensive midfielders wa kutosha. Unaweza kumtumia hapo Kagoma, ukamtumia hapo Jeff kwa sasa mchezo wa kwanza. Na pia ile unaweza tu kaamua zile 45 za kwanza au 60 za kwanza, mimi nawazuia na wapanikisha. Then baadaye unaingiza watu, anaingia Jinchaza huu hapo, unaona anaingia tu kulainisha kazi, linatafuta hata bao moja. Simba anaondoka walau labda moja, labda kipindi wale waliconcede bao moja kwenye kuzuia, kwa sababu ukizuia sana pia utafikiwa, na Berkane tumeizungumzia. Kwa hiyo mimi kimaandalizi na hata maandalizi yao ya huko kwangu mimi ni mazuri. Wanaanzia pale Casablanca mjini pale. Kwa sababu gani? Kwanza hawataki zile rapsha huko, sijui mji wa old mji fulani ambapo wanacheza Berkane. Kule kutoka kuna mashabiki wa Berkane, wanaweza kidogo wakawa interrupt. So unafahamu hizi timu zimekuwa zikienda, sijui zinapigwa mabomu, zinapigwa nini walipoenda kulala, kama unafuatilia. Kwa hiyo huko hawaendi huko, wanabaki tu pale Morocco mjini, wanajiandaa. Pia wamekuwa kifanya hizi pre-seasons huko Morocco. Kwa hiyo kuna uzoefu wanao labda pale Casablanca, kuna kitu ambacho wamekizoea. Kwa hiyo wachezaji pale hizi siku 2-3 wanajiandaa, then siku ya Ijumaa timu inasafiri kwenda mji ambapo wanakwenda kucheza dhidi ya Berkane. Kwa hiyo kimaandalizi mimi Simba wamekuwa very super. Kilichobakia ni nini ambacho wanakwenda kutuonesha uwanjani. Yes, swali la mwisho, pengine kama ungekuwa na jambo lolote la kumshauri kocha Fadlu Davids, ungemwambia nini kwa wakati huu? Mimi nachoweza nikamwambia Fadu Davids kama mwalimu, kati ya walimu bora ambao tumekuwa nao msimu huu kwenye ligi yetu na kwenye timu zetu za hapa nyumbani, kikubwa
anapokwenda away, yani kombe litaanzia away. Yani kombe linaanzia away. Ni kuhakikisha kadri anavyoweza. It's better mechi ishe bila. It's better kwa 100% mchezo uishe bila. Lakini kwenye football inaweza ikatokea tu papo umepigwa mpira mrefu, watu wamejigovya, mpanzu kaachia kutoka mbali, hiyo imejaa. Umeona bana, mwisho wa siku Simba amepata bao. Lakini kikubwa ambacho inabidi akifanye ni kuhakikisha kwamba anawazuia Berkane kutopata bao. Na staili ya kuzuia sio kama alivyocheza dhidi ya Constantine ule mchezo wa kwanza anakubali mabao 2-1. Ule mchezo Simba alizuia sana. Yani unajua unapozuia usimwache mpinzani acheze na mpira. Ukimwacha kila saa yuko kwenye box, kila saa kufikia mara penalty, mara ukiruhusu mtu akufikie zaidi unaweza ukapia ukafungwa muda wowote. Na pia wachezaji wanachoka kirahisi. Unaweza ndio unakutaga zile timu imezuia dakika 80, ni watu mnavunja tu soda. Then mwisho wa siku dakika 80 goli 2 goli 3 zinaingia, watu washachoka. Kwa hiyo defend without the ball for some minutes attack. Una attack na nani? Unao watu wanaweza. Mpanzo anaweza, Kibu anaweza. Kibu ana maguvu. Yani Kibu kwa hold watu wawili anaweza. Ambia watu wapige, Mpanzo kikaribia piga. Ile sasa inawashtua. Wale ma wing backs ambao wangeweza kuoverlap kwenda kuongeza idadi ya washambuliaji, wanabaki, striker anabaki peke yake kule. Muda mwingine anarudi kwa sababu mbona hao wanakuja. Kwa hiyo akicheza kwa staili hiyo na akajitahidi kuzuia mabao kadri anavyoweza, bana Simba mbona anashinda. Akitokea kule tu ameconcede bao hili kwa sababu kule Amani ukiruhusu goli 2, Amani kuzitafuta goli 2 ujipange, na wale ni Waarabu wanalala. Lakini imetokea ameconcede bao 1 au 2 naye kapata bao pale. Ikija huku ni tuondoke. Kwa hiyo kikubwa mechi ya kwanza bora iishe bila, ndio ninachoweza nikakisema. Sawa, ni Gift Choni akiangazia mchezo huo ambao Simba anaelekea kucheza dhidi ya RS Berkane huko Morocco. Nini ambacho kitatokea zaidi? Tuendelee kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, YouTube na Facebook ni Bongo TZ FM. Shalom.